kimeumana nchini Tanzania baada ya maneno makali ya Askofu Josephat Gwajima ambaye alisema kuwa huenda Rais Samia Suluhu vilevile ataingia jela hivi karibuni. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, kumbuka kusubscribe. Mbunge wa Kawe na kiongozi wa kanisa Askofu Josephat Gwajima ameibua taharuki kubwa nchini Tanzania baada ya kutoa onyo kali linaloelekezwa moja kwa moja kwa Rais Samia Suluhu Hassan, akimtuhumu kwa ndiye mpangaji mkuu wa matukio ya utekaji na ukandamizaji wa wapinzani wa sauti za upinzani nchini Tanzania. Kauli yake imetafsiriwa na wengi kama ujumbe wa wazi kwa Rais Samia Suluhu kwamba mwisho wake unakaribia kutokana na kile alichokiita dhuluma na udhalimu unaofanywa chini ya uongozi wake. Tukio hili limekuja siku chache tu baada ya kupotea kwa viongozi wawili wa kisiasa ambao ni John Heche wa Chadema na Humphrey Polepole wa CCM waliotekwa katika mazingira ya kutatanisha. Hadi sasa kuna maelezo ya kina kutoka kwa vyombo vya usalama kuhusu walipo, na ni jambo lilozidisha hofu miongoni mwa wananchi na wanasiasa. Gwajima ambaye amekuwa mmoja wa viongozi wa kidini na kisiasa wanaokosoa utawala wa sasa kwa ujasiri mkubwa, alizungumza akiwa jijini Dar es Salaam, akisisitiza kuwa matendo haya ya utekaji yanapaswa kukomeshwa mara moja. Na kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa, alichokisema Gwajima akikuwa tu ujumbe wa kawaida, bali ilikuwa ni onyo kwa la kiroho na kisiasa kwa Samia Suluhu kwamba mamlaka yake yamegeuka kuwa silaha ya uovu dhidi ya watu wa Mungu. Wengi wanaona kwamba onyo la Gwajima lilikuwa zaidi ya maneno na ilikuwa sauti ya upinzani wa ndani ya CCM yenye kuchoka na vitisho vya Ikulu. Kwa muda mrefu sasa, askofu huyo amekuwa akilalamika kuhusu hatua za kiserikali zinazolenga kunyamazisha viongozi wa dini na wanasiasa wanaopinga msimamo wa Rais Samia Suluhu. Tangu Samia alipoingia madarakani, Askofu Gwajima amekumbana na mashinikizo makubwa. Amewahi kufunguliwa kesi kadhaa za uchochezi na madai ya kusambaza kwa taarifa za uongo, ikiwemo zile zilizohusu chanjo za COVID-19. Vyombo vya usalama vimekuwa vikimfuatilia kwa karibu, kwa makanisa yake yakikumbwa na vikwazo vya mara kwa mara, ikiwemo kufungwa kwa ghafla na maafisa wa serikali kwa madai ya kukiuka taratibu za usalama. Kwa nyakati tofauti, Gwajima amekiri kupitia vipindi vya hofu, akisema kuwa watu wa karibu naye wamekuwa wakipewa vitisho vya kufungwa au kupotezwa endapo wataendelea kuunga mkono misimamo yake. Wafuasi wake wanasema amekuwa akiishi kama mtu anayelengwa, huku maafisa wa usalama wakiwa karibu naye kila wakati. Matatizo haya yameibua maswali mengi kuhusu uhuru wa kidini na kisiasa nchini Tanzania, na ni hali inayoshuhudiwa sasa. Na mjibu wa wachambuzi wa masuala ya dini, inafanana na zama za ukandamizaji wa viongozi wa kiroho katika mataifa yenye tawala kandamizi. Sauti ya Gwajima si peke yake. Askofu Benson Bagonza wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania amekuwa akitoa kauli kali za kukemea serikali ya Samia, akiita hatua zake uongozi unaoendeshwa kwa uoga badala ya hekima. Bagonza amewahi kulalamika kuwa amewahi serikali kwa kutumia vyombo vya dola kuwatisha viongozi wa dini na waandishi wa habari, akisema hali inaharibu taswira ya taifa iliyojulikana kwa amani na heshima. Bagonza, kama ilivyo kwa Gwajima, amekuwa akipokea vitisho vya mara kwa mara kutoka kwa watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa serikali. Wakati fulani alilazimika kuahirisha ibada kubwa ya kitaifa kutokana na kile alichokiita sababu za kiusalama. Wakati Gwajima akitoa onyo lake kwa Samia, kumbukumbu za matukio ya utekaji nchini zinaendelea kuwa jeraha lizilopona kwa Watanzania. Baadhi ya majina yanayoendelea kugonga vichwa vya habari ni pamoja na Ben Saanane, mwanaharakati wa Chadema aliyepotea mwaka 2016 na hadi leo hajulikani alipo; Azori Gwanda ambaye ni mwandishi wa habari wa Mwananchi Communications ambaye alipotea akiwa katika kazi za uandishi mkoani Pwani mwaka 2017; Mdude Nyagali, mwanaharakati kijana aliyetekwa mwaka 2019 na kupatikana siku kadhaa baadaye akiwa amepigwa vibaya;
Tito Magoti aliyekamatwa na watu wasiojulikana mwaka 2019 baadaye kufunguliwa kesi ya ugaidi kabla ya kuachiwa kwa masharti. John Heche na Humphrey Polepole ambao ndio waliotajwa hivi karibuni na bado hawajulikani walipo, japo John Heche ni mahabusu katika moja ya jela. Matukio haya yote yameacha alama ya hofu, na kwa sasa Watanzania wanahisi kama wapo katika enzi ya giza la kisiasa ambapo utekaji umekuwa chombo cha kutisha wapinzani. Kauli ya Gwajima imechochea mjadala mkubwa mitandaoni. Wengi wamepongeza ujasiri wake, wakisema kuwa ni nadra kwa viongozi wa CCM kukosoa serikali yao hadharani. Wengine wanasema kauli yake ni ishara kwamba hofu imefika mwisho na watu sasa wako tayari kusema ukweli bila kujali matokeo. Wananchi wa kawaida hasa vijana wamekuwa wakitumia majukwaa ya kidijitali na kijamii kama X, Instagram na TikTok kueleza masikitiko yao kuhusu jinsi serikali inavyoshughulikia masuala ya haki za binadamu. Video kadhaa zimekuwa zikienea zikiwashtumu maafisa wa serikali kwa kutumia polisi na vyombo vya usalama kama silaha za kisiasa. Taarifa hizi zimekuja wakati ambapo Tanzania ipo katika taharuki kuhusu maandamano yaliyopangwa na makundi ya kiraia yakilenga kushinikiza uwajibikaji wa serikali katika matukio ya kupotezwa kwa watu. Wachambuzi wanasema maneno ya Gwajima yamechochea hisia mpya za ujasiri, hasa miongoni mwa wale wanaohisi kwamba sauti zao hazisikilizwi. Ukandamizaji wa viongozi wa dini vile umezidi chini ya uongozi wa Samia Suluhu, ambapo uhusiano kati ya serikali na taasisi za dini umekuwa dhaifu. Wakati fulani baadhi ya viongozi wa makanisa walizuiwa kuendesha mikutano ya Injili na maombi ya hadhara yakaitwa mikusanyiko ya uchochezi, na hali hii ilileta picha ya taifa linalodhoofisha imani ya kidini kwa kisingizio cha kudhibiti usalama. Kuna ripoti kwamba baadhi ya wachungaji na mashehe wameitwa na maafisa wa usalama baada ya kutoa mahubiri yanayoonekana kuikosoa serikali. Wengine waliripotiwa kupotezwa kwa muda kabla ya kuachwa, huku wakionekana wakiwa na majeraha. Kauli ya Gwajima inachukuliwa kama mwito na mwisho wa kiroho na kisiasa, akisisitiza kwamba utekaji ni dhambi na unamchukiza Mungu. Kwa mujibu wa wachambuzi wa dini, alichokifanya Gwajima ni kitendo cha ujasiri na kiimani kuzungumza dhidi ya mamlaka hata inapohatarisha maisha yake. Kwa miaka kadhaa Gwajima amekuwa mwiba kwa watawala. Alipinga sera za afya na serikali wakati wa janga la COVID-19, alikemea ukosefu wa uhuru wa habari, na sasa ameingia katika vita vya moja kwa moja dhidi ya utekaji na udhalimu. Na hii imemfanya kuwa mmoja wa viongozi wachache wanaonekana kama sauti ya Mungu katika kipindi cha giza la kisiasa nchini Tanzania. Watazamaji wa siasa wanasema kwamba onyo la Gwajima limetikisa Ikulu kwa sababu halikutoka kwa mwanasiasa wa kawaida, bali kwa askofu mwenye ushawishi mkubwa katika jamii na bungeni. Na kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na chama tawala, baadhi ya viongozi wamekuwa wakimchukulia Gwajima kama tishio la ndani kutokana na uwezo wake wa kuvutia umma. Wengine wanadai kuwa hatua kali zinaweza kuchukuliwa dhidi yake, ikiwemo kuzuiwa kuhudhuria vikao vya bunge au hata kufunguliwa kesi mpya. Na hata hivyo, wafuasi wake wanasema wamejiandaa kumtetea, wakiamini kuwa sasa ni wakati wa kusema ukweli hata kama itagharimu maisha. Hali ya kisiasa nchini Tanzania inaendelea kuwa tete, na kila siku mitandao ya kijamii inajaa hofu, maswali na tafsiri nyingi kuhusu hatima ya nchi. Maneno ya Gwajima yamekuwa kama mwanga wa kuonesha kile ambacho wengi wamekuwa kiogopa kusema, kwamba Tanzania inaelekea katika kipindi cha uovu wa kisiasa kinachokumbusha enzi za mabavu. Na haya ndiyo maelezo yanayotikisa taifa, huku onyo la Askofu Gwajima likiwa kama moto wa kiroho unaowaka dhidi ya Ikulu. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwa Rais Samia Suluhu na serikali yake ambayo inatuhumiwa kuendesha taifa kwa hofu na nguvu za mabavu. Endelea kufuatilia Kenyascope kwa taarifa zaidi kuhusu kile kinachoendelea nyuma ya pazia, kwani haya ni matukio yanayoandika upya historia ya Tanzania ya kisasa.